hakuna mwingine kama wewe. Rema, unieni Jehova, nitakwa malaria. Nitakwa malaria, Jehova, nitakwa malaria. Naweka makurema. Nakutamani Yesu asubuhi ya leo. Yesu nakutamani ukanipiganie katika vita asubuhi ya leo Bwana. Kila mtu azame katika maombi, ambie Baba nakutamani asubuhi ya leo Yesu. Baba natamani wema wako nikatembee na wewe kila wakati Baba. Kila mmoja aingie katika maombi, ambie Yesu natamani wema wako na nguvu zako. Ambie Yesu natamani usitokaniachilia Baba. Natamani Yesu kanipiganie katika vita vyote asubuhi ya leo. Maana siwezi bila wema wako Baba. Yesu siwezi bila wema wako adhuhuri ya leo. Baba nakuinua asubuhi ya leo, kaniongoze katika wema wako. Asante Baba. Hakuna mwingine kama wewe Mungu wangu. Na asante kama na wewe umetendea mema adhuhuri ya leo. Hakuna jambo ambalo ni ngumu katika mbele zako Baba. Everything is possible before you my Father. Hakuna kitu ambacho ni ngumu katika mbele zako Rabi. Hakuna mambo ambalo Yesu katenda Mungu wema. Hakuna jambo ambalo hujui katika yasiri Baba. Hakuna kitu ambacho uelewi katika maishani mwetu. Hakuna kitu ambacho hujui Bwana katika maishani mwetu Bwana. Hakuna siri ambayo hujui katika maishani mwetu Rabi. Wacha Yesu adhuhuri ya leo tukianza kwa neema wako na fadhili zako. Baba tunakushukuru tukisema ni asante kwa maana ni mwaminifu katika maisha yetu. Wacha jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe mfalme wa falme, maana wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu, mtakatifu Mungu wa ajabu. Yesu nakuomba tusamehe makosa na dhambi zetu ambazo tumefanya siku ya leo Mungu wa rehema. Katusamehe kila mmoja ametenda makosa, kwa msamehe Mungu wa rehema. Labda tumefanya makosa tukijua na ambapo tumefanya kama hatujui Mungu wa rehema, tutakuomba msamaha wakati wa adhuhuri ya leo Bwana. Yesu ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Naombea watumishi wako adhuhuri ya leo Bwana, ukawabariki na ukawatakaza na ukawainua. Unapokuendelea katika ibada ya siku ya leo Mungu wa rehema, wacha Yesu kaweza kuanza na moyo mmoja mfalme wa falme. Na ikifika wakati wa jioni Mungu wa ajabu,
umalize jinsi ulivyoanza. Mungu wa rehema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mtakatifu na takatifu Rabi. Wacha wema wako na baraka zako Mungu wa rehema zikandamana na sisi katika asubuhi ya leo. Au choki kuita usiku na mchana Bwana, au choki kuita kila wakati mfalme wa falme. Ndio maana tunasema ni asante Mungu wa rehema. Ndio tunasema jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Ni asante maana Baba uliturudisha msalabani Mungu wa rehema kwa ajili ya makosa na dhambi zetu Mungu wa rehema. Ndio maana tunasema ni asante mfalme wa falme. Tunakushukuru tukisema yeye ni mwema, tunakushukuru sema yeye ni mwaminifu Mungu wa rehema. Ni asante na kuomba tumekuabudu Mungu wa rehema. Baba hata sifa zinakurejesha wewe mwenyewe Mungu wa rehema. Maombi ambayo tumekuomba asubuhi ya Mungu wa rehema isiwe ni ya bure Jehova Jile. Maombi ambayo kila mmoja ameweza kulilia asubuhi ya Bwana isiwe ikapotea bure Mungu wa rehema. Baba nyinyi ambao tumekuimbia asubuhi ya Bwana, Baba ukasisikie mfalme wa falme, ukatuinue katika maishani mwetu. Tunapokuona katika ibada ya siku ya Mungu wa rehema, wacha Baba ukatuongoze, ukatuhifadhi katika wema wako. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mtakatifu na takatifu. Ani katika jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu tumekuomba na tukiamini. Tupige Yesu makofi mazuri. Tupige Yesu makofi mazuri. Tupige Yesu makofi mazuri tafadhali. Tupige Yesu makofi mazuri kama kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. God is good and all the time. So adhuria leo nataka niweze kuita mchungaji mmoja tufungulie ibada. Najua Mungu atakuwa mwaminifu adhuria leo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maana wale wachungaji wako pale ndio wakusaidia bishop na kazi ya Mungu. Hallelujah. Nataka tuweze kuita mchungaji mmoja ili aweze kutufungulia katika maombi kwa ufupi. Najua Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Najua Mungu atatenda mema na makubwa muujiza katika maisha yetu. Hallelujah. So nataka niweze kuita Pastor Catherine ukaribu tuombe tufungulie kwa maombi. Mkabili na kwa moja. Karibu sana Pastor Catherine kutufungulia kwa maombi na tutabarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Naomba kila mmoja apate kupeana moyo wake kwake Mwenyezi Mungu ili tukapate kuombea ibada ya siku ya leo. Mungu mwenye uwezo na mamlaka, mfalme wa falme, tuko mbele zako tukisema ni asante mfalme wa falme, ni kwa ajili ya kipawa ya wewe siku ya leo Bwana. Pokea sifa na utukufu kwa sababu ni zako Bwana. Adonai, tuko mbele zako tukiomba msamaha wako kila mmoja Bwana. Naomba kila mmoja akasamehewe dhambi na makosa yake. Baba tusamehe, Mungu tusamehe, turudie Jehova Jire. Siku ya leo tuomba msamaha wako Bwana. Bila wewe Jehova Jire hatuwezi. Bila msamaha wako hatuwezi tena kitu siku ya leo Bwana. Bila msamaha wako hatuwezi mahali popote Jehova Jire. Baba endelea nasi siku ya leo Bwana. Nimesimama katika madhabahu yako Jehova Jire, nikisema kama Musa alivyosema mfalme wa falme, bila wewe hatuendi popote Jehova Jire. Tunaomba nguvu zako Bwana. Tunaomba uwepo wako Mesia. Baba kuja sasa. Kuja utusamehe, kuja utufungue, kuja uturudie Jehova Jire.
akiondoa Jehova ufalme wote Bwana kinyume na madhabahu Jehova lilima shuka sasa Baba shuka Jehova lilima uondoe ufalme wa giza Bwana uondoe madhabahu ya kuzimu Bwana ile tumetakasa Bwana ile tumetakasa madhabahu tumetakasa nguvu za kuzimu tumeondoa Baba teremka shuka Jehova lilima shuka sasa Baba tupe nguvu Jehova Jire tupe ufalme wako Bwana utuongoze Jehova Jire na yote atakaingia mahali hapa Bwana akiwa na ugonjwa wa Jehova ukamponye baba yako ama atakaingia mahali hapa Jehova akiwa na magumu mbaya Jehova Jire ukamwondoe Bwana tunaomba Jehova Jire atakaingia mahali hapa akiwa na stress zikaondoke ni kwa ndani Mungu Bwana tuponye sasa tuponye Jehova Jire ponye nyumba zetu ponye watoto wetu ponye nchi yetu ya Kenya siku ya leo Bwana tunakuomba Jehova uponye kila kiumbe Jehova Jire kila kiumbe baba yangu kitakapoingia mahali hapa kikaponywe kila mmoja Jehova Jire aliye mahali hapa akapokea nguvu zako naomba Bwana wa Mungu ibada ya leo Bwana isiwe ni ibada ya kawaida bali iwe ni ibada iko na nguvu zako teremsha nguvu zako Baba teremsha nguvu zako Mesia Redeema ibada ya leo isiwe ni ibada ya kawaida Bwana wacha tukafunguliwe wacha tukakuone wacha ukatubariki bariki nyumba zetu bariki watoto wetu bariki kazi zetu Mungu wangu na baba yangu tuongoze baba yangu ibada ya leo imo mikononi mwako Bwana naomba kwa ajili ya watumishi wote Jehova Jire atakao itumika mahali hapa Jehova Jire kila mmoja atakayetumika mfalme wa falme katika hii madhabahu Bwana kila mmoja atakayetumika Jehova atumike Mungu wa Israeli kulingana na mapenzi yako bali siku kwanza Bwana bali ni kujenga Mungu wako tukazengwe Jehova tukazengwe upya tukazengwe nabii katika jina lako takatifu Bwana tuhurumie Jehova Jire tuhurumie mwana wa Mungu katika jina lako takatifu Bwana tunakabidhi kila ibada Bwana ibada ya sifa Jehova ibada yote mfalme wa falme itakayofanyika mahali hapa Jehova tunaomba nguvu zako Mesia katika jina lako takatifu tumebariki amini amen tupige Yesu makofi mazuri tupige Yesu makofi tafadhali tupige Yesu makofi shangwe na vigelegele kwa Yesu Mungu wa mbinguni tunaomba kwa sababu ya ufalme wote wa giza. Katika hii madhabahu kuna maroho ya devosiva inatumwa mahali hapa na kuchagua na kuharibu. Kuna msichana alikuwa ametumwa hapa katua kuje asingepita ampeleke mahali ambaye anaendaka kwa Satani. Hizo nguvu zote za giza Baba zinaweza toka kwenye Satani. Siweze kukamata pita katika mikono. Baba tunazikemea na kuzilahani kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo namba inamwambia jidunge kisu. Hiyo namba inamwambia jidunge kisu. Tunakemea na kulahani kwa jina la Yesu Kristo. Katika baada ya mlangoni tunatuma malaika Mikaeli asimamia hiyo malango kama vile mtumishi wa Bwana wa kuzunguka kanisa hili. Hizo nguvu za devosiva liminati milimashoni hiyo masoni kiote Baba ninakushukuru kwa sababu ya wakati alitumwa aliwezwa na kukuja kufika pita mkono kwa sababu kuna moto unatembea hapa. Hizo nguvu za giza watazikaje kutoa na isomeke kwa jina la Yesu. Ninaombea pita moto huyo roho kikaribia kwa pita analipika anachomeka anabadilisha nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Kila viongozi kila wachungaji kila members wote kila baba hata president wa shimo wasikaribiwa na mapepo wasikaribiwa na giza ufalme wa Satani tunaikemea katika malango yote na viti vyote tunatuma damu ya Yesu. Sisi tunaomba ufalme wa Satani uweze kuwa chini ya miguu yetu kwa ya siku ya leo na hiyo siku ya leo baba yangu ile mitengo vimakonda la Masaya tunaiweka chini madhabahu tunaiweka chini kwa msangiza tunaiweka chini. Shetani hauna mamlaka, shetani hauna nguvu, shetani hauna uwezo. Ulikuwa unasema kujokalia vyombo tumeiweka wakufu, tunaweka microphone wakufu, tunaweka keyboard wakufu, tunaweka speakers wakufu, tunaweka pulpit wakufu, tunaweka microphone wakufu. Hakuna roho ya Shetani itakesika hizi vyombo, ikikamata hivi inatetemeka, inaanguka, inakufa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu alemani asante kwa sababu Shetani ana mamlaka ataingia katika hii madhabahu, ataingia kwenye hii madhabahu na hiyo roho inaambia mtoto ajitunge hiyo spirit ya kujihua
Roho Mtakatifu, twaomba tukiamini. Amen. Twaomba tukiamini. Tunaomba tukiamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo msichana alikuwa ametumwa hapa kwa vita. Aliniambia alikuwa ametumwa asikepita mkono. Akisika mkono ampeleke mahali ameitiswa. Shetani ashindwe. Semeni shetani ashindwe. Na wakati wote tunapoingia kanisani, kemea maroho ya devosifa. Kemea maagenti, shetani ashindwe. Bwana asifiwe. Asante kwa sababu ya Pastor Catherine. Unajua kuomba. Kwa hivyo kila mtu akaendea ufalme wa shetani. Kwa sababu amuelewe, lakini mimi najua. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Nilikuja ikaniambia, nilikuwa nimetumwa, nikuje nisukue Peter, nimpeleke. Lakini wakati nikia kwenye madhabahu, nikaanza kutetemeka nikashindwa. Semeni shetani ashindwe. Tunaambia ina madhabahu moto. Moto wa Jehova. Na Peter tunamtishia moto. Anapokuja kumkaribia, anachomeka. Anapokuja kwa wachungaji, anachomeka. Anapokuja kwa washirika, anachomeka. Vyombo hii tunatumia, tunaweka damu ya Yesu. Ipo communication zote za giza. Isituone. In the name of Jesus Christ, I pray and I believe. Amen. Barikiwa sana Bishop. Tupige Bishop makofi mazuri. Tupige Bishop makofi mazuri. Barikiwa sana President Worship. You can have your seat. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And all the time. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kinachonifurahisha sana hii kanisa yetu ni kitu moja. Haleluya. Hakuna kitu ambayo itaweza tendeka tukose kujua. Bwana Yesu asifiwe. So that's why naomba na furaha. Na nikijua niko mahali wapi? Niko mahali safe. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakuja namna gani hawatuwezi sisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu wetu ni mkubwa kuliko miungu yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakuja namna gani sisi hawatuwezi. Haleluya. Na ndio maana nasema hata Bishop amesema tukiingia kanisani unaojiombea wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ule sometimes tunapata tunaomba mtu anakuangalia namna hii. Hapo napata wakati wote umezama kwa maombi, wewe unakuuliza yani hata uombi unajifanya unaomba lakini uombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio shetani anaweza divatiwa kwako na kuja kuchukua mwenyewe. Jua nini uombi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iko imedivatiwa imekuja kwangu, Mungu apate nimejiombea divatiwe kuja kwako wewe mwenyewe. Jua nini uombi? Bwana Yesu asifiwe. So tafadhali wacha tuingie kanisani. Tuwe tunajiachia mbele za Bwana. Unazama ukienda kanisani ni wewe na Mungu wako peke yake. Haleluya. Amen. Hata ukiingia mahali hapo hata usifanye Bishop ni wewe na Mungu wako. Na Mungu wako Bishop anafanya kazi yake. Sasa ni wewe na Mungu wako, wewe ufanye kazi yako. Haleluya. So ni asante Bishop kwa hayo mambo mazuri kuko na Pastor Catherine. Mbarikiweni sana. Okay, nataka tuweze tukaendelea pengine. Saini. Nataka niite mnenaji wa asubuhi ya leo ili aweze kutuendelea kwa dakika ambazo dakika 50. Haleluya. 45. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nataka tunenewe kwa dakika 45 na tutabarikiwa. Na nataka tusimameni tumpigie. Kwa tukaanza kama kuna kitu mbele yako songa. Before niite mnenaji wa asubuhi ya leo, kama kuna kiti ambayo iko mbele yako, naomba tafadhali usonge mbele. Nakona sinzia cha kusinzia. Anaweza sifiwe. Haleluya. Kama kuna kiti mbele yako tafadhali songa mbele, utabarikiwa. Wewe
chekire wega wanyonia mawega aigema nati agima imoya mwisho tena niwega gai niwega makiria oewa yori ronetha adogaruruke ikiotirikanaga makeriganira anewa chekire wega wanyonia mawega. Haleluya. Wacha Mungu atulinde na Mungu atusaidie na tuprotect kila wakati. Haleluya. Maana mambo mengi ki happen na tu hatujui, lakini Mungu anajua mambo yote ambayo inaendelea.